Marekani inaitaka Iran itangaze hadharani kuwa itasitisha mashambulizi dhidi ya meli katika mlango Hormuz na kuhakikisha njia zote za baharini katika eneo hilo muhimu zinabaki wazi kwa usafiri wa meli bila tozo, kwa mujibu wa maafisa wakuu wa Marekani. Mlango Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa nishati, ambako takriban 1/5 ya mafuta ya dunia hupitia. Hata hivyo, Iran imekataa vikali kuachia udhibiti wa njia hiyo ya kimkakati. Wakizungumza na kundi dogo la waandishi wa habari, maafisa wakuu wa Marekani wamesema mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Washington na Tehran yamekuwa na mafanikio, lakini wakasisitiza kuwa Iran lazima itoe tamko la wazi hadharani. Tunachodai ni kwamba Wairani watoe tamko la hadharani linalokiri kuwa njia zote za mlango Hormuz ziko wazi na hawashambulii tena meli, amesema afisa mmoja wa Marekani. Kwa mujibu wa maafisa hao, Iran imeiambia Washington kuwa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya meli yalitokana na sehemu iliyopotoka ndani ya mfumo wao. Afisa mmoja amesema inaonekana kuna mvutano wa madaraka unaoendelea ndani ya Iran kati ya wahafidhina wenye msimamo mkali na wale wenye mtazamo wa kiutendaji zaidi. Maafisa wa Marekani wamesema Rais Donald Trump amewaelekeza kuendelea na mazungumzo, lakini wameonya kuwa Washington itajibu kijeshi iwapo Iran itaendelea kushambulia meli au kufanya vitendo vingine vya uhasama. Marekani pia inaitaka Iran ikabidhi nyenzo zake za nyuklia, hasa uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu. Tehran inaaminika kuwa na zaidi ya pauni 900 za nyenzo hiyo, ambapo Trump na maafisa wengine wa Marekani wamekuwa wakiitaja kama vumbi la nyuklia. Suala la nyuklia linatarajiwa kushughulikiwa ndani ya kipindi cha siku 60 za mazungumzo chini ya makubaliano ya awali yaliyosainiwa na nchi hizo mbili mwezi Juni. Afisa mmoja wa Marekani ameonya kuwa hakutakuwa na makubaliano iwapo Iran haitokabidhi nyenzo hizo za nyuklia. Kama hatutapata hilo vumbi, hakuna makubaliano na Iran, amesema afisa huyo. Ameongeza kuwa Marekani ina chaguo kadhaa iwapo Iran itakataa, ikiwemo hatua za kijeshi na kiuchumi.